Naitwa Itike Jackson Kiejo, ni muuguzi mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya. Tumekutana leo na wauguzi kutoka katika vituo vya kutolea huduma, kutoka hospitali mbalimbali, lakini vituo vya afya na zahanati na hata vituo binafsi. Tumekutanika hapa hospitali ya wilaya kwa lengo la kukumbushana majukumu yetu, kukumbushana maadili yetu kama wauguzi na wakunga, lakini kukumbushana wajibu wetu kama wauguzi na wakunga, na kukumbushana pia namna ya kutoa huduma bora kwa wananchi. Tunapokutana pamoja tunakuwa pia tunatambuana kwa sababu jiografia ya halmashauri yetu imetawanyika. Kwa hiyo kwa kukutana huku tunakuwa pia tunafahamiana. Lengo la mwito wa sisi kuwepo hapa, tumeitwa na muuguzi mkuu wa mkoa, ambapo kwa kupitia kikao hiki tunatumia fursa hii kama ambavyo nimetangulia kusema, kuwasilisha mawasilisho mbalimbali, lakini pia kufahamiana. Lakini kwa ujio huu wa muuguzi mkuu wa mkoa imetukutanisha pamoja, tuketi pamoja. Si mara ya kwanza kukutana, tumekuwa na vikao vyetu vya ndani, tumeshawahi kukutana tena, ilikuwa mwezi Februari. Na sisi ndo tunahusika sana, tunakaa karibu sana na wagonjwa na wateja, na tunafanya kazi mahali pote. Sisi tunatibu, sisi tunazalisha, sisi tunatoa chanjo, tunapima watoto, tunahudumia huduma za kwenye jamii, lakini sasa hivi tunaenda mbali zaidi kwenda kuanza huduma majumbani. Kuna programu itaanza inaitwa Muite Muuguzi, tutakuwa tunaitwa kwa sababu tuna leseni, tutaenda kutoa huduma majumbani kwa mtu ambaye anahitaji huduma ya muuguzi. Tunafanya vikao vya mara kwa mara. Kuna vikao sisi asubuhi tunaita morning report. Morning report ile huwa tunapokea taarifa za wagonjwa waliohudumiwa kwa masaa 24. Kwa hiyo kupitia hivyo vikao tunakuwa na mjadala, ni wapi ambapo hatujafanya vizuri ili tuweze kusahihisha. Lakini tukitoka hapo tunaenda kwa wagonjwa wenyewe, kwanza kuwapitia mgonjwa mmoja baada ya mwingine. Tunakuwa tunaangalia huyu mgonjwa ana changamoto gani. Changamoto ya mgonjwa mmoja na mwingine huwa hazifanani. Kwa hiyo tunapoenda kwa mgonjwa tunakuwa tunaangalia changamoto zake na mahitaji yake. Kwa majina naitwa Aida Martin Mkolo, natoka kituo cha afya Ikukwa. Katika kituo cha afya Ikukwa mimi ni matroni pale, pia ni muuguzi ambaye ninafanya kazi zote pamoja na reba na RCH. Hiki kikao nimekifurahia sana kwa sababu sisi wauguzi ni moyo wa wizara, ni moyo wa wagonjwa, kwa sababu bila moyo mtu yote hawezi kupumua. Kwa hiyo tumeitwa leo kukumbushwa yale ambayo tunahitajika kuendelea kufanya kwa hudumia wagonjwa kwa upendo, kutoa huduma zile zinazostahili, tuwahudumia wagonjwa, tuwapende, tufanye kazi zetu kwa miongozo ya wizara jinsi inavyosema. Na wagonjwa wetu siku hizi wanahitaji sana upendo, wanahitaji kufarijiwa, wanahitaji tuwahudumie kwa ukaribu ili huduma yetu hii, uuguzi huu uendelee kuwa bora zaidi, na tufundishe kizazi na kizazi kwa hudumia wagonjwa ipasavyo. Swala la unyanyapaa kwa wagonjwa, huko nyuma kulikuwa kuna unyanyapaa mwingi sana kwa wagonjwa, lakini kizazi hiki tunazidi kuendelea kuwashauri wenzetu, wauguzi wenzetu ambao ni wapya kwenye kada hii, tunaendelea kuhamasisha waweze kuwahudumia wagonjwa, wasiweze kuwanyanyapaa. Ndio maana wagonjwa wengi saizi wanakuja hospitalini wanaachana na zile mila potofu za kwenda kwa waganga wa vienyeji, sijui niende kwa nani nikachimbe dawa, anakuja kituoni kwa sababu huduma zimeboreshwa. Unyanyapaji ule tumeuachana nao kabisa, na tunazidi kuwafundisha waendelee wauguzi wenzetu, na sisi wauguzi ambao tumekuwa viongozi tunazidi kuwafundisha tusipende kuwanyanyapaa wagonjwa. Kwa jina naitwa Haruna Shumbi Kitundu kutoka zahanati ya Kawetere katika wilaya ya Mbeya jijini. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wito wa kikao hichi tulichohudhuria leo. Tunawapongeza pia viongozi wetu wa halmashauri akiwepo muuguzi mkuu wa wilaya, lakini pia muuguzi mkuu wa mkoa na mratibu wa huduma ya mama na mtoto mkoa. Wametu
kutuongezea vitu vya ziada katika kuboresha huduma yetu. Huduma ya ukunga ni pana na huduma ya kiuguzi ni pana. Ndio huduma ambayo inaangaliwa na jamii na hospitali zote kiujumla. Kwa hiyo tunawapongeza kutukumbusha tujikite katika maadili na uadilifu kuweza kuwahudumia wateja na wagonjwa wanapofika hospitalini. Asante. Kwa majina naitwa Sabina Menadi Mwambalo. Nimetokea Mswisi. Nilikuwa mjamzito, nimejifungua mtoto wangu wa kike. Nilijifungua jana saa 6 mchana na mpaka sasa niko vizuri. Nashukuru Mungu kwa huduma za hapa. Nashukuru sana wakunga wa hapa, wamenipokea vizuri na huduma zao ni nzuri, wamenihudumia vizuri. Jina langu naitwa Keni Masesa kutoka Mahango. Kuja kujifungua nilikuja muda wa saa 3 au usiku Jumapili, nikajifungua muda wa saa 5. Ndio leo sasa baada tunahudumia vizuri, manesi yako vizuri, nilifika wakanipokea, nikajifungua vizuri. Ndio tukaendelea kuishi vizuri. Usumbufu wote siuoni, tunaishi vizuri tu. Maya, umejifungua Jumapili usiku. Mtoto anaendelea. Kwa nini uko mpaka leo? Asante kwa leo nyumbani. Kwa nini umetoka kutoka Jumapili? Leo ni siku ya ngapi? Leo ya pili. Jumapili usiku. Mtoto ana changamoto yoyote? Ana changamoto. Sawa. Na rafiki yako? Jana usiku. Hongera sana. Ulipata shida yoyote wakati wa kujifungua? Mtoto. Amenyonya. Kwa siku niambiwa takiwa mtoto alinde mara ngapi? Kila baada ya masaa 2 nitakiwa anyonyeshe. Na anakaa kwenye sio mdada. Ametulia.